Baada ya mvulana wa umri wa miaka 12 kuuawa Ijumaa kwa kupigwa risasi eneo la Takaiwa na majangili wanaoshukiwa kutoka kaunti jirani ya Turkana. Hii leo kijana wa miaka 19 aliuawa kwa kupigwa risasi na washukiwa wa ujambazi katika eneo la Sarmach alipokuwa akielekea Tarkwel. Wengine watatu wamepigwa risasi na kuuawa papo hapo eneo la Morita. Samira Mohamed ni mwanahabari wetu wa masuala ya usalama. Hali ya taharuki imeendelea kutanda katika mpaka wa kaunti za Baringo na Turkana. Hii ikiwa ndio hali vijiji vya Sarmach na Morita vikiachwa mahame. Mamia ya wakazi wa vijiji hivi wakikimbia makwao hadi vijiji jirani kutafuta usalama kufuatia mashambulizi ya kijangili yaliyosababisha vifo vya watu 4. Katika shambulizi la kijangili katika eneo la Morita, kaunti ya Baringo, watu 3 waliuawa kwa kupigwa risasi usiku wa kuamkia Jumanne. Shambulizi ambalo limeeneza hofu katika eneo hilo. Mauaji ya 4 hawa sasa ikipelekea idara ya polisi kuanzisha operesheni kuu kupambana na majangili katika kaunti ya Baringo na Turkana, huku uchunguzi wa mauaji ya 4 hao ukianzishwa. Kufuatia shambulizi hizo za majangili, Rais William Ruto hii leo alitoa wito kwa wanaomiliki bunduki kinyume na sheria kusalimisha, huku akiwashauri wakazi wa kaunti ya Baringo kudumisha amani. Kama wewe uko na bunduki ambayo sio halali, ambayo hauna leseni, na hiyo bunduki inatumika kinyume ya sheria, hiyo bunduki urudishe mapema tafadhali, kwa sababu ukingoja tutakufikia na mambo haitakuwa rahisi. Ni mnanielewa? Sasa hali ya usalama katika bonde la Ufa ikiendelea kuzorota, huku shambulizi la Jumatatu na Jumanne likiwa shambulizi la 5 katika kipindi cha mwezi mmoja, licha ya juhudi ya Wizara ya Usalama kuimarisha usalama katika ukanda huo kwa kuwatuma maafisa wa KDF kukabiliana na majangili. Samira Mohamed, Runinga ya TV 47, Nairobi.